Madini ni maisha na utajiri. Madini ni maisha na utajiri. Madini ni maisha na utajiri. Nitumie nafasi hii kuwafikishia salamu za mama yetu, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameridhia kupitia Wizara ya Madini, sisi wasaidizi wake, Waziri Anthony Peter Mavunde na mimi tuje tushuhudie utiwaji sahihi wa mkataba huu hapa. Lakini huko nyuma alikuwa anashuhudia mwenyewe kule Ikulu, lakini rais kasema hebu nipelekeni kwa wananchi ili waone. Pokeeni salamu za rais wetu. Hiyo ni ishara kwamba anawapenda, anawajali na anataka mjue kwamba rasilimali hii ni kwa ajili ya manufaa yetu wa Tanzania, hususan watu wa eneo ambapo madini yamepatikana. Tukio la leo ni tukio linaloashiria mwanzo wa safari mpya kwa taifa letu la Tanzania. Safari ya Tanzania kuingia katika ramani ya dunia katika uvunaji wa aina ya kipekee ya madini ya kimiminika, gesi, hiyo kimiminika ni gesi ya helium, na pia ni mwanzo wa teknolojia mpya ya kisasa kwenda kutumika katika kuhakikisha kwamba taifa letu linanufaika na rasilimali za madini yake, ikiwemo helium ambayo leo tunaanzisha mradi wa kwanza katika taifa letu aina yake. Ndugu washiriki, mradi huu wa helium wa Southern Rukwa, maana ndio eneo ambapo mgodi au maeneo ya uvunaji wa hii gesi itakwenda kutekelezwa, ni mradi wa kimkakati ambao unakwenda kuibadilisha Tanzania kutoka kuwa nchi ambayo inajivunia tu kuwa na rasilimali ya madini ya aina mbalimbali kwenda kuwa nchi inayotumia rasilimali hiyo kwa ajili ya manufaa yake. Kwa hiyo sio hatui tu tena tunawasema kwamba tunayo, sasa tunasema tunatumia. Tunaelekea kwenda kwenye kuwa nchi hai katika uchumi wa kimataifa wa rasilimali hizi za kisasa. Mradi huu unatekelezwa katika eneo la takriban kilomita za mraba 480, ukiwa umechukua sehemu ya ardhi iliyoko ndani ya mkoa wa Songwe, hasa wilaya ya Momba, na sehemu kidogo ya mkoa wa Rukwa. Lakini pia mfahamu kwamba bado kuna mradi mwingine wa helium ambao utafiti wake unaendelea. Kuna kampuni nyingine inaitwa Noble Helium, nao wako katika hatua za mwisho za kuchakata tafiti zao ili tuzidi kuongezea hazina hii ya kipekee kwa dunia yetu na kwa taifa letu ambalo sasa tunakwenda kuanza kuzalisha. Manufaa ya mradi huu hayatabaki kwenye ramani tu, bali yataonekana kwa vitendo katika maisha ya wananchi ambao wataguswa kwa namna moja au nyingine na uwekezaji huu, na hasa katika maeneo yanayozunguka au yaliyo ndani ya eneo la mradi, zikiwemo kata za Kamsamba, Mpapa na Ivuna na wilaya nzima ya Momba, mkoa wa Songwe, mkoa wa Rukwa na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu mmesikia huu mradi ni wa ubia kati ya serikali na wawekezaji wa kampuni ya Helium Global. Kwa hiyo wote ni wanufaikaji katika uwekezaji huu. Ndugu zangu washiriki, kwa kiasi cha gesi ya helium kilichogunduliwa hadi sasa, kwa sababu utafiti wa madini huwa hauishi. Hata ukianza kuchimba utaendelea kufanya utafiti ili uongeze uhai wa upatikanaji wa hiyo rasilimali. Hadi sasa katika mradi huu ni zaidi ya ujazo wa mita za mraba yenye futi bilioni 3.5 ndio ujazo wa madini ambayo yameshagundulika hadi sasa, na ambapo uzalishaji wake utakapoanza haukomi. Ina maana kwamba helium unapovuna inazidi tena kujitengeneza. Madini mengine ambayo yana tabia hiyo ni madini ya magadi soda. Na mimi natokea kanda ya kaskazini, tuna mradi mwingine mkubwa wa uvunaji wa magadi katika eneo la bonde la Ziwa Ngaruka. Na faida ya yale madini nayo, maana nayo ni madini yetu ya kimkakati, ni kwamba ukichimba leo magadi katika eneo ukapeleka kiwandani, kesho unakuta imepanda tena nyingine. Hili amiko hivyo. Kwa hiyo ni madini endelevu. Kwa Kiswahili sarifu nadhani wanaita jadidifu. Kwa hiyo ni aina nishati jadidifu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwa na matumaini kwamba
mradi huu ni mkombozi wa uchumi wa taifa letu na uchumi wa Tanzania ambao wataguswa na watafaidika kwa mradi huu. Mradi huu unakadiriwa kuanza uzalishaji baada ya miezi 18 tokea leo tunapokwenda kutiliana saini na hawa wawekezaji. Kwa hiyo mategemeo yetu ni kwamba kufikia mwezi wa 11 mwakani tutaanza kuzalisha hii gesi. Na ni waase wawekezaji wetu kwamba baada ya kusaini tusilale, tufunge mikanda, maana najua dunia inahitaji rasilimali, Tanzania inahitaji rasilimali kwa ajili ya pato lake litakaloongezeka, na Watanzania hawa wanaohitaji ajira, lakini na ninyi hamkuja kuwekeza tu ili muwekeze kwa faida ya kusema tumegundua mnataka pia mfaidike. Kwa hiyo tufunge mikanda, tuhakikishe kwamba mradi huu unakwenda kuanza kutoa matunda yake kwa muda ambao mchakato mzima wa kupitia ili uweze kuanza kazi unafanyika ndani ya ule muda. Kwa hiyo tunategemea Novemba mwaka kesho pengine tutakuja kuanza kuona zao hili likianza kufanya kazi. Nitoe rai kwa wamiliki wa mradi huu hakikishe kwamba mradi huu unakwenda kutekelezwa kama ulivyopangwa, lakini pia nitoe wito kwa wananchi, na ninamshukuru sana mkuu wangu wa mkoa na wakuu wa wilaya walioongea hapa kwamba wote wameahidi ushirikiano, wameahidi amani, na Songwe ni mkoa ambao hauna tabia ya watu kuingilia kwenye migodi. Hatujawahi kuwa na migogoro mikubwa kuja kuamua kesi hapa, kwamba mafanikio ya huu mradi itategemea ushirikiano tutakaotoa kama wananchi, kama viongozi, kati ya mwekezaji, kati ya serikali. Na sisi Wizara ya Madini kupitia Tume ya Madini tuko karibu, kila siku tutakuwa tunafuatilia ili tuhakikishe kwamba matunda haya ambayo yameanza kuning'inia ya hivyo tuweze kuyala.